Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni kwa adhimisho la misa takatifu. Tumekusanyika hapa ili tupate nafasi ya kumwabudu wokovu ambaye ni Yesu Kristo aliyekubali kufa kwa ajili yetu kupitia msalaba. Mbele yetu tunao msalaba ambao kwetu sisi ni ushindi, kwetu sisi ni wokovu, kwetu sisi ni ufahari. Tunapoadhimisha misa hii, tunataka kujikabidhi mikononi mwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekubali kuteseka na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tuweze kutembea naye daima katika safari ya ukombozi na tuweze kufaidi matunda ya ukombozi. Na waalikeni ndugu zangu, leo kila mmoja atumie nafasi hii adimu, atumie nafasi hii ya pekee katika kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo na kuwa karibu naye kupitia chombo hiki, msalaba mtakatifu. Tuanze adhimisho hili kwa kukiri dhambi zetu. Ndani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana naomba Maria mwenyewe, Bikira wa daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Ee Mungu, uliyeleta kwa wanadamu dawa ya wokovu na zawadi ya uzima wa milele kwa njia ya mwana wako wa pekee aliyeteswa msalabani, wape wote waliozaliwa upya katika Kristo hamu ya kufanya yale unayoamuru, ili watu walioitwa katika ufalme wako wawe thabiti katika imani, wawe na furaha katika matumaini na kutenda katika upendo. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 11. Tumaini halituaibishi, kwa sababu upendo wa Mungu umekwisha tumainiwa ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu ambaye tumepewa sisi. Kwa maana tulipokuwa tungali dhaifu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya wokovu ya waovu. Kwa maana ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwaminifu, mwadilifu, ingawa labda mtu
anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema, lakini Mungu aonyesha upendo wake kwetu kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo, kwa kuwa sasa tumekwisha hesabiwa haki kwa damu yake, tutaokolewa zaidi naye kutoka katika ghadhabu ya Mungu. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa kifo cha mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tukaokolewa katika uzima wake. Zaidi ya hayo, sisi pia tunafurahia katika Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepata upatanisho. Neno la Bwana. Wimbo Msiyasahau matendo ya Mungu, msiyasahau matendo yake. Nilimkuta Daudi mtumishi wangu, na kwa mafuta yangu matakatifu nikampaka. Mkono wangu wa kuume utakuwa pamoja naye siku zote, na mkono wangu utamfanya kuwa hodari. Msiyasahau matendo yake. Msiyasahau matendo ya Mungu, msiyasahau matendo yake. Msiyasahau matendo ya Mungu, msiyasahau matendo yake. Rehema zangu na utukufu wangu zitakuwa kwake, kwa jina langu uweza wake utatukuzwa. Yeye ataniita, wewe ni Baba yangu, Mungu wangu, mwamba wa wokovu wangu. Msiyasahau matendo yake. Msiyasahau matendo ya Mungu, msiyasahau matendo yake. Msiyasahau matendo ya Mungu, msiyasahau matendo
wahubiri maskini habari njema. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka. Injili Luka sura ya 4 aya ya 16 mpaka aya ya 21. Wakati huo Yesu alifika Nazareti, mahali alipolelewa. Na kama ilivyokuwa desturi yake, alikwenda kwenye sinagogi siku ya Sabato, akasimama ili asome. Naye akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua kile chuo, akakuta mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuachwa huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakikunja kile kichuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho, akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kristo Tumaini letu. Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. ndugu zangu, kama tulivyoalikwa awali kwamba leo ziara ya msalaba mtakatifu ipo katika parokia yetu, na sisi basi watu wa Itipula tumekuwa wa kwanza kukutana na baraka hii iliyopo mbele yetu, tunayoiona kwa macho yetu, ili kupitia msalaba huu mtakatifu tutafakarishwe kuhusu maisha yetu yaliyopo hapa duniani. Kwa hiyo la kwanza, naomba tusimame. Simame. Naomba tunyoshe mkono. Nyosha mkono wako hivi. Inyoke hivi. Usipandishe juu, nyosha hivi, unyoke vizuri. Unajionaje ukijitazama ulivyonyosha mikono hivi? Msalaba. Unajiona? Msalaba. Unafahamu msalaba uko mbele yetu, sio eh? Ndio. Kwa hiyo tunasema unasema amesema vizuri moja hapa, amesema vizuri sana. Kwa hiyo unasema mimi ni msalaba. Mimi ni msalaba, sio? Inatosha, tukae. Hilo ndio jambo la kwanza. Kilichopo hapo mbele ni kielelezo. Ni kielelezo kinachonitafsiri mimi na wewe hapa. Ilikuwaje? Yesu mwana wa Mungu alitumwa na Mungu kuja duniani. Na kwa nini Mungu alimtuma mwanae duniani? Kwa sababu Mungu aliona na kutambua kwamba sisi binadamu wake aliyetuumba na kutuweka duniani ni kama hatumuelewe nini anachosema, nini anachotaka, na ni nini kinachotakiwa kifanyike tukiwepo hapa duniani. Akamtuma mwanae duniani, akazaliwa kama sisi. Huo ndio ulikuwa mfano. Akauleta mfano unaoishi duniani wa mwanae. Alipokuja duniani hapa, tunaambiwa na mafundisho yanatuagiza na tuelekeza tutambue kwamba aliishi kama sisi. Maana yake alikuwa binadamu, na katika matendo yake isipokuwa hakutenda dhambi. Sisi tofauti yetu ni kwamba ni binadamu dhaifu. Matendo yetu ya kibinadamu yanaambatana na makosa, na hayo makosa yanaweza kuwa dhambi.
Ndio maana ni watu dhaifu. Tofauti na Yesu, yeye alikuwa anatenda matendo ya kimungu, na matendo ya kimungu hayana hamjui kumbe matendo ya kimungu hatuna uhakika. Matendo ya Mungu yana makosa, hayana makosa? Sasa kwani mnababaika kujibu jamani? Matendo ya Mungu hayana makosa. Matendo ya kibinadamu yana makosa. Ndio tofauti yetu. Kwa hiyo Yesu alipokuja duniani hapa, yeye aliishi kama Mungu na alitenda matendo ya kimungu ingawa alikuwa ni binadamu. Sisi ni binadamu, katika ubinadamu wetu tunatenda matendo ya kibinadamu, na katika matendo ya kibinadamu kuna makosa, na makosa hayo yanaweza kuwa dhambi. Yesu akiwa duniani hapa aliishi kwa lengo la kutufundisha kuishi ubinadamu wetu, na moja kati ya jambo lake kubwa alilofanya ni kuonyesha matendo makubwa ya kibinadamu ambayo tunatakiwa kuyaishi. Kuna mambo matatu tunayofundishwa: imani, matumaini na mapendo. Imani, matumaini na mapendo. Imani ni kusadiki na kukiri katika maisha yetu uwepo wa Mungu aliyetuumba. Matumaini ni kuwa na uhakika na safari yetu ya hapa duniani kwamba mwisho wake ni wa uhakika. Na la mwisho ambayo ni mapendo, maana yake tukiwepo hapa duniani tunatakiwa mimi na wewe kuonyesha upendo wa Mungu wa hapa duniani. Haya mambo alikuja na kuyaidhinisha Yesu hapa duniani, na yeye kuwepo hapa msalabani, alama hiyo iliyopo mbele, hiyo tunayoiona hapo, ambayo mwanzoni mwa misa padre aliyetuongozea misa amesema ni ishara ya ushindi. Kama hiyo ni ishara ya ushindi, tafsiri yake ni nini? Chochote ukiambiwa na mtu yoyote yule, au ukiambiwa au ukiona kwamba mtu fulani ameshinda, au nikisema mimi nimeshinda, au na kuona umeshinda, tafsiri yake ni nini? Kabla ya ushindi kuna kitu kinatakiwa kifanyike ili tukiite wewe ni mshindi. Kwa hiyo mtu aliyekufa, ukishafika siku ya mwisho umekufa, tunakuita wewe umekufa, na baada ya hapo unalo tuzo. Kama uliishi vizuri, kama ulitadi vizuri, utapita tohorani na utakuwa mtakatifu, tutakuita ni mshindi. Na ushindi wa sisi wa Katoliki, yeyote yule, ushindi wa maisha yetu hapa duniani yanahesabika baada ya wewe kufa hapa duniani. Na mara kadhaa nimekuwa nikisema hakuna ushindi wowote unaweza kuupata ukiwa bado hai. Ukiwa duniani tunautafuta ushindi. Yesu mnavyomuona hapo juu ya msalaba alituonyesha ushindi wake. Yeye mwana wa Mungu alikuja duniani kutufundisha na kutuongoza maisha ya kiduniani namna ya kuishi, na mwisho alikufa msalabani ambao tunauita ushindi. Kabla ya ushindi huo kulikuwa kuna kazi aliyoifanya. Kazi hiyo ndiyo sadaka, ndiyo mateso, ndiyo maumivu yale ambayo tutakuwa tuyapate sisi. Akatuonyesha namna ya kuteseka, namna ya kuumia, namna ya kupita kwenye njia ya mateso. Kama mwana wa Mungu alikuwa na uwezo wa kutokuteseka, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kwa namna nyingine. Alikubali kutemewa mate, kudharauliwa, kuonewa, kupigwa mijeledi, na mwishoni kutundikwa msalabani namna hii kwa kupigiliwa misumari. Je, kwa mateso haya yote haya, na leo sisi tunasema ni ushindi? Kama ni kweli tunakubali sisi wa Katoliki, na ndio imani yetu kwamba msalaba ni ushindi, nyuma yake kuna nini? Kuna nini hapo nyuma ya hiki msalaba? Kama tunazungumzia ushindi wa Yesu, nyuma ya hapo kuna mateso, sio? Kuna maumivu, kuna kusumbuka, kuna kupita kwenye njia ngumu ya maumivu.
Kama ambavyo tunaona kipindi cha Kwaresma tunapita kwenye vile, tunajikumbusha zile njia ya msalaba, kituo cha kwanza, cha pili mpaka cha 14. Kuna kuumia, tafsiri yake ni nini? Hakuna ushindi bila mateso. Hakuna ushindi bila mateso. Hii ndio katekesi, ndio maana ya msalaba leo unaoona mbele yako hapa. Nani anapenda kuteseka? Anyoshe mkono, anapenda mateso. Ndugu zangu wa Kristo, na njaa zinauma saizi. Eti watoto, njaa inauma eh? Hiyo njaa ni mateso au sio mateso? Mateso, sio? Na wauliza, nani anapenda kuteseka? Hakuna, sio? Ndio maana hapa duniani kuteseka hatupendi, na kwa sababu hatupendi kuteseka, ndio maana msalaba pia hatuupendi. Kuteseka sio kuzuri. Lakini kweli kwamba tuteseke kwenye maisha yetu, hakweli tuteseke? Yaani nani ambaye ateseke hapa? Mniambie nani ambaye ateseke? Ila tunajifanya kwamba tuteseki, sio? Na kwa sababu tunajifanya kwamba tuteseki, na ndio maana tukiteseka hatupokei mateso. Na kwa sababu tupokee mateso, msalaba hauna faida kwa. Ili uweze kuwa mshindi kama hivi tunaoona msalaba huu mtakatifu mbele yetu, Yesu alishinda. Kwanza alikubali kuteseka, aliyapokea mateso. Na mateso hayo alipoyapokea, aliyashinda mateso hayo. Na leo ndio mshindi. Sisi tunateseka, mateso tunayo, hatuyataki kuyakubali mateso hayo kusudi yatupe maana ya ubinadamu. Yakata tunatumia nguvu nyingi sana kuyakataa mateso badala ya kuyapokea na kupata maana ya mateso yale. Na mwishoni, kile unachotesekea kinakuwa sio baraka kwako, kinakuwa ni maumivu. Ndio maana idadi ya manunguniko na malalamiko katika maisha yetu ni makubwa kuliko shukurani, kwa sababu tunadhani kwamba hii ilimfaa Yesu. Na sisi Wakatoliki tuna misalaba huko kanisani, tukiona hatuelewi kwamba hii ni alama kwamba yale mateso ya njaa, mahangaiko, kuumwa, ugonjwa, kwenda shambani kulima, kukosa hela, kukosa mwanamke, kukosa mwanaume mzuri, kutesana ndani ya nyumba mke na mume, tafsiri yake ni kwamba ni mateso ya ubinadamu ambayo mwishoni ukiyaelewa, ndiyo maana yake wewe na mwenzako mnaweza kutafsiri wote kwamba hii ni njia ya tupite wote. Kwa kuwa hatuelewi kuhusu mateso, ndio maana baadaye imekuja kuonekana kwamba kuna mtu anaweza kuwatesa wengine, na mwingine anaona kuteswa kama ni wajibu wa kuteseka, na mwingine anaona kumtesa mwingine kama ni wajibu wake wa kumtesa mwingine. Ndugu zangu, hapa duniani kama kuna kitu chochote kile kinakupa kiburi, kitu chochote kile kama nacho, kitu chochote kinakupa kiburi, chochote kilicho nacho kama kinakupa kiburi, basi uhakikishe kwamba hicho kitu kinadumu milele. Nikuulize wewe, kitu gani ambacho kinakupa kiburi na kinadumu milele? Kipi hicho? Hela? Hela? Afya yako? Uhai? Nyumba? Gari? Hakipo, sio? Haya. Una kiburi, una kiburi? Tuna viburi, hatuna viburi? Je, unaipata wapi sasa? Unaipata wapi kama chochote ulicho nacho hakidumu? Maana yake msalaba huu unaotufundisha juu ya sadaka, juu ya maisha yetu yanayojali kuhusu wewe na mwingine katika maisha ya kibinadamu, yale ambayo yanatafsiri maisha yako ya kila siku, tunasahau. Na ndio maana Kanisa Katoliki kila inapofikia miaka 25 bado tunakumbuka kwamba ni ushindi wa Yesu ule ambao yeye mwenyewe alijifanya dhaifu, alijifanya hana thamani, alijifanya ni mtoto wa seremala, na katika mazingira yale hakuwa na kiburi, hakuwa na jeuri, hakujikweza. Na kwa namna hiyo unyenyekevu ule, maisha yale ya upendo, ya sadaka, ya kujitoa kwa ajili ya wengine, ndio yaliyompa ushindi.
basi mimi na wewe, ili hapa duniani tuweze kupata tuzo hili, tafsiri yake tunahitaji maisha ya sadaka, ya kujitoa, ya upendo, ya matumaini, ya kutambua uwepo wa binadamu mwenzako hapa duniani, ya kukiri thamani ya mipaka yako kama binadamu, ya kuwa tayari kuumia, kutoa sadaka na kuteseka kwa ajili ya wengine, wale ambao wanahitaji msaada wako, kupungukiwa ulicho nacho kwa ajili ya mwingine, kutoa kile ambacho umekirundika ndani ya nyumba yako cha kutosha, ambacho kinakutosha kwa maisha yako, ukipunguza kwa ajili ya wengine, kujali kuhusu maisha ya wengine, kuthamini uhai wa binadamu mwingine, kuthamini maisha yake. Mwishoni katika hayo mateso unayoyapata ulitakiwa utumie shilingi 10,000, lakini bahati mbaya kwa sababu umekuta mtu anayehitaji ukaipunguza, ukaishi kwa tabu kwa 5,000 kwa sababu 5,000 nyingine umetoa sadaka kwa ajili ya mwingine. Ndio mwishoni ndio huo ushindi ambao tunautafakari hapa. Mimi na wewe leo tunapokuja kuabudu msalaba hapa, kitambue, kitazame, kikumbuke kiburi changu nilicho nacho. Nikisema kiburi chako mtasema yani mimi sina. Tuseme nisemaje sasa? Tukija hapa tutazame, tutambue viburi vyetu tulivyo navyo katika maisha yetu vinavyotufanya tukose ushindi na kuandaa ushindi ambao hapa duniani ndio tumepewa uwanja wa kucheza, tuucheze vizuri ili mwishoni ushindi waliopata Yesu na sisi tuupate kwa namna ya maisha yetu hapa duniani. Kama nilivyowaambia, sisi ni msalaba, na tukibaki hivyo tuna viburi vya kibinadamu ambavyo tukifika kwenye msalaba hapa leo tujaribu kuvipunguza, au ikiwezekana mwambie Yesu, nimefanya kiburi kwa muda mrefu na sasa inatosha, ngoja ni uishi ubinadamu huu ambao ni msalaba. Mimi mwenyewe nikijiona ni msalaba, na leo kiburi changu kiwe mwisho kwa namna ninavyoushika msalaba huu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tupige magoti, tupeleke maombi kwa Mungu wetu. Ndugu zangu, Yesu Kristo alimtolea Mungu Baba maisha yake msalabani ili ampatanishe na wanadamu. Baba wa huruma, tunakuomba. Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo. Msalaba ututie nguvu katika mateso ya hatari, Bwana. Tunakuomba utusikie. Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao. Msalaba uamshe shukrani mioyoni mwetu, Bwana. Tunakuomba utusikie. Utujalie nguvu ya kutumia ishara ya msalaba kuwafukuza pepo wabaya na vishawishi, Bwana. Tunakuomba utusikie. Tufanye ishara ya msalaba kwa kuwabariki watoto na wapenzi wetu. Tufanye ishara ya msalaba maishani na kifoni, Bwana. Tunakuomba utusikie. Mungu, umeweka msalaba uwe ishara ya ukombozi wetu, alama ya mapendo yako kwetu sisi. Twakuomba tupe neema ya kuchukua misalaba wetu katika maisha yetu ya kila siku, na kutambua kwamba ili tuweze kupata ushindi tunatakiwa kuishi maisha ya kimsalaba hapa duniani, na hatimaye tupate ule ushindi huko mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa hiyo tutaanza sisi mapadre katika nafasi ya uabudu wa msalaba. Watakuja kamati maalum ya kusimamia msalaba. Mtatakiwa kuona namna ya kufanya, na sisi wengine wote kusimamiwa na kamati yetu tutatakiwa kufanya hivi. Kupiga magoti yote mawili, halafu unafanya ishara ya msalaba, halafu unasimama ukipanga mikono yako hivi miwili. Mkono wa kulia unakuwa mbele na mkono wa kushoto nyuma, halafu unagusa madonda
Unaelewana unagusa madonda. Cha msingi ni kugusa madonda, halafu sema sala yako na hitaji lako kiufupi, lakini unaelewana? Ndio. Sema sala. Kama vile
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Ee Bwana, tazama uso wa Kristo wako, tumaini letu la pekee, aliyejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, ili kwa yeye toka mawio ya juu hata macheo yake jina lako litukuzwe kati ya mataifa na kila mahali kwa enzi yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maana ndani yake ahadi zako za kale zinatimizwa, vivuli vinaipisha nuru, ulimwengu unajikuta umezaliwa upya, na ubinadamu unaumbwa tena upya. Kwa dhabihu yake ya mara moja kwa wote pale msalabani, alitaka kuwakusanya watoto wako wote waliotawanyika kuwa wamoja, na kuinuliwa juu katika utukufu, mzaliwa wa kwanza kati ya wengi, anaeneza mbele yetu tumaini la furaha ya milele. Na kwa sababu hiyo, Bwana, tunakusifu pamoja na malaika na watakatifu wote, tukiimba kwa shangwe na furaha. Amen.
E Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo, Askofu wetu Eusebio na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako,
unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tupeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, usaidilie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili wa Kristo utulinde tupate uzima wa milele. Amina. Ee Yesu, mkate wa mbingu na utamani, uje kwangu uliye uzima na heri yangu. Uje chakula cha roho yangu, unitie imara. Uje mwana-kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi zangu. Uje mganga wa roho, uponye udhaifu wangu. Uje Yesu, ungane nami. Amina. Ee Bwana, tukiwa tumeimarishwa na mkate wa mbinguni, tunaomba kwamba kwa kushikamana daima na Injili ya uzima, tupate kuwa chachu ya uzima na njia ya wokovu kwa ajili ya familia ya binadamu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na sasa tupige magoti, tutasali sala ya mwaka wa Jubilei. Baba uliye mbinguni, imani uliotujalia ya kwa mwanao Yesu Kristo ndugu yetu iamshe tena ndani yetu matumaini yenye baraka la kuja kwa ufalme wako, na mwali wa upendo wako unaonyeshwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, tuweze pia kuamsha ndani yetu tumaini lenye baraka la kuja kwa ufalme wako.
Neema yako itubadilishe kuwa wakulima wenye bidii wa mbegu za kiinjili zinazofanya ubinadamu. Ulimwengu na uinuke kwa tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya, nguvu za uovu zikishindwa, utukufu wako udhihirishwe milele. Neema ya jubilei iamshe tena ndani yetu mahujaji wa matumaini, wenye kutamani hazina za mbinguni, na kumwaga juu ya dunia yote furaha na amani ya mkombozi wetu. Kwako Mungu iwe sifa na utukufu milele na milele. Amina. Na sasa litafata tendo la kubariki misalaba, ambayo inabarikiwa na msalaba mkuu, msalaba wa jubilei kuu, ambayo kila mmoja ameiandaa kadiri ya azimio letu na makubaliano yetu kwamba tuandae misalaba itakayobarikiwa leo siku ya ziara ya msalaba, na tuende tukaitundike kwenye familia zetu, tukiashiria kwamba tunatambua thamani ya wokovu ambao tulipata kupitia msalaba. Basi na waalikeni wa Kristo wote tulioandaa misalaba, msaada wetu katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, tunakuomba uibariki misalaba hii, maana ulitumia msalaba kuiokoa dunia na enzi ya pepo wabaya. Kwanza mshawishi wa dhambi alifurahi kwamba mtu wa kwanza alivunja amri, akala tunda la mti uliokatazwa, lakini mwisho ulimshinda katika mti. Misalaba hii itakaswe kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Misalaba hii iwe alama ya wokovu kwa watu wako hawa wanaoshangilia siku ya ziara ya msalaba. Uimarishe imani yao, uabidishe kutenda mema, uokoe roho zao, wafariji, walinde. Mmoja aliyeshika msalaba, geuza msalaba wako ubusu, ishara ya kwamba umeshabarikiwa rasmi. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni, naomba turudi. Sio? Kwa hiyo maana yetu ya kusema tuandae msalaba, tubariki Yesu atutembelee kupitia tukio hili, msalaba wa jubilei kuu, msalaba mtakatifu umeenea katika kila familia, sio? Kama umekosa ni shauri yako, kwa sababu huthamini mambo hayo, lakini bado una nafasi. Kama umekosa leo, unaweza kufanya jitihada, kwa sababu msalaba huu utakuwepo mpaka tarehe 18 jioni. Kwa hiyo unaweza ukaja kushiriki kokote, ukabariki msalaba wako, ukarudi nao wapi? Nyumbani. Asanteni Wakristo wangu, Mungu awabarikini. Asante sana. Niliwaambia kwamba tujitahidi kuwa makini, kwa sababu kila tukio linaonekana hata kwa wenzetu. Mnamuona mheshimiwa hapa, bwana habari wa Njombe Online TV. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajawahi kuonekana mtandaoni, basi mtaona mkifungua kama alivyosema katekista. Naombeni tuendelee kumuombea, kwa sababu yeye nimemuona toka inaanza ziara ya msalaba, yeye yuko nao. Kwa hiyo anaufahamu msalaba kuliko hata sisi tulioko
tumepokea leo. Asante sana, Mungu akubariki. Nilikuwa namtania kwamba asipofika mbinguni ni shauri yake mwenyewe. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, hii ni sadaka ya pekee. Ningekuwa mimi ningesema kibarua hiki labda tuwe tunapokezana lakini basi kwa kweli tunamshukuru sana mpendwa wetu mwanahabari. Asanteni wa Kristo, Mungu awabariki. Basi tupige magoti kwa ajili ya baraka kuu. Bwana awe nanyi. Baba ambaye alimtuma mwanae sio kuhukumu bali kuokoa ulimwengu, awalinde na uovu wote na kupokea tamaa zetu kwa mema. Bwana aliyewaita kwake walioelemewa na kuonewa na kuteswa, awajalieni upyaisho wa amani, ili mngojee kwa matumaini kurudi kwake mwisho wa nyakati. Roho Mtakatifu ambaye katika mwaka huu wa jubilei kuu amewajaza neema, awawezeshe kila siku ya maisha yenu kuisha yale mnayoyashiriki katika imani. Nyote mlioshiriki ziara hii ya msalaba, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwashukia na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani.